Karibu mtazamaji wa Zone Media, naitwa Victor Moshi na kama kawaida leo hii nakuletea tena taarifa nyingine kubwa ambayo inagonga sana vichwa mbalimbali vya habari ulimwenguni. Taarifa hii inamhusu Rais wa Marekani Donald Trump kuweza kumuonya vikali waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba asijaribu kuvunja mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Marekani na Irani juu ya masuala ya nyuklia. Sasa taarifa inasema hivi: Rais wa Marekani Donald Trump ameripotiwa kugongana vikali kwa njia ya simu na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu baada ya Netanyahu kutishia kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, hatua ambayo ingeweza kuhatarisha mazungumzo ya diplomasia yanayoendelea. Sasa hapa Rais wa Marekani Donald Trump ameeleza jambo lake wazi kabisa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba asijaribu kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran kwa sababu atasababisha maafa makubwa kwa Iran, lakini vile vile inawezekana Irani akasusia mpango wa maongezo ya diplomasia ambao Marekani inachukua hatua zaidi ya kuweza kuzungumza na Irani kwa ajili tu ya kuweza kunusuru nchi ya Israel. Endapo Iran atafanikiwa kuwa na silaha nyingi za nyuklia, basi inaweza kuwa na madhara makubwa sana katika nchi ya Israel. Kwa hiyo Marekani anajaribu kuweza kutumia mazungumzo ya diplomasia kwa ajili ya kuweza kuzungumza na Irani kuacha kuzalisha uranium, kwa sababu uranium ikiwa nyingi, basi Irani atakuwa na wigo mkubwa na wigo mpana zaidi wa kuweza kuzalisha silaha za nyuklia. Ndio maana Marekani anachukua hatua madhubuti zaidi kwa ajili ya kuweza kumfanya Irani kutozalisha sana uranium. Ndio maana Trump amemwonya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Sasa kwa nini ni muhimu kwa hii? Vitisho vya Netanyahu kwa kushambulia maeneo ya nyuklia ya Irani na msimamo wake mkali vinaweza kuharibu taratibu kati ya Marekani na Israel na kuongeza mvutano katika eneo la Asia ya Magharibi, wakati wa Marekani ikijaribu kutafuta suluhisho la amani. Lakini pia Washington na Tel Aviv bado hawajakubaliana kuhusu namna ya kukabiliana na mpango wa nyuklia wa Irani, wakati timu ya Trump ikitafuta njia ya kupunguza mvutano kwa njia ya kidiplomasia. Netanyahu anataka mkakati mkali zaidi wa kijeshi. Mgawanyiko huu unaonyesha tofauti kubwa zaidi ya kisiasa kati ya washirika hao wawili, huku eneo hilo likiwa katika hatari ya kuingia kwenye mgogoro mwingine mkubwa zaidi. Sasa hapo nyuma, kipindi ambacho Israel na Irani walikuwa wakitunishiana misuli kwenye masuala ya kijeshi, sasa mara mwisho kabisa ni kwamba Israel ndiye ambaye alimshambulia Iran. Na Iran naye baadaye, baada ya kusema kwamba alifanikiwa kuzuia baadhi ya makombora, japokuwa Israel alisema kwamba yeye alifanikiwa kupiga baadhi ya kambi za kijeshi za Iran, na watu kama 4 hivi wanajeshi waliweza kuripotiwa kufariki dunia. Sasa Irani alitishia kumshambulia Israel, lakini hatukuona kile ambacho kilifuatwa kwa Irani kuweza kuchukua hatua madhubuti za moja kwa moja kuweza kumshambulia Israel. Sasa katika awamu hii tena inaonekana kwamba Israel kupitia waziri mkuu wake Benjamin Netanyahu amekuwa na vitisho vya mara kwa mara kwenda kwa Irani kwamba ataweza kufanya shambulio la kijeshi wakati wowote katika vituo vya nyuklia ambavyo Irani anahifadhia huko silaha zake za nyuklia ambazo zinatengenezwa kupitia uranium. Sasa hofu kubwa ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump ameeleza wasiwasi wake mkubwa zaidi kufuatia hatua hizi ambazo Israel inataka kuzichukua dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Ni kwamba Netanyahu hapaswi kufanya hivyo kwa sababu anaweza kusababisha maafa makubwa katika nchi ya Israel, lakini vile vile hata mgogoro kupitia Asia ya Magharibi, nikimaanisha Mashariki ya Kati, kunaweza kukawa na mgogoro mkubwa zaidi wa kikanda ambao utapelekea maafa makubwa. Sasa hivi kile ambacho kinaendelea Gaza pale kinazidi kuonyesha kwamba ni jinsi gani ambavyo Israel amekuwa na hasira kubwa zaidi kwa ajili ya wale ambao ni maadui zake kama Hamas na vikundi vingine ambavyo vimekuwa vikifanya mashambulizi katika ardhi ya Israel. Japokuwa Israel naye amejidhibiti kweli kwa kuweza kurudisha mashambulizi kadhaa ambayo yamepelekea mamia na maelfu ya watu kuweza kufariki dunia. Sasa kupitia taarifa hii, katika mazungumzo hayo ya simu, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alimwambia Rais Trump kuwa sasa ndio wakati mwafaka wa kuchukua hatua za kijeshi.
akidai kuwa diplomasia haina maana. Trump hakukubaliana naye, akasisitiza kuwa huu ni wakati mzuri wa mazungumzo, jambo linaloonyesha tofauti ya muda mrefu ya mitazamo yao kuhusu Iran. Sasa mtazamaji, ukiangalia vizuri hapa ni kwamba katika simu ambayo rais wa Marekani Donald Trump aliweza kumpigia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kwamba Trump alizungumza kwa kusema kwamba hii hatua ambayo Israel inataka kuichukua dhidi ya Iran itakuwa ni hatua mbaya zaidi, lakini rais huyo wa Marekani pia akamsihi sana waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutojaribu kufanya hivyo, kwa sababu kufanya hivyo kutapelekea maafa makubwa sana. Lakini Netanyahu akapigilia msumari, akasema kwamba sasa ndio wakati mwafaka wa kuchukua hatua za kijeshi, akidai kuwa diplomasia haina maana. Sikiliza kauli hiyo mtazamaji wa Zone Media, akasema kwamba sasa ndio wakati mwafaka wa kuchukua hatua za kijeshi, akidai kuwa diplomasia haina maana. Kwamba Netanyahu anachokifanya katika ardhi ya Wapalestina pale Gaza ndicho ambacho anataka kifanye katika ardhi ya wananchi wa Irani kupitia vituo vyake vya kutengeneza nyuklia na sehemu za kuhifadhia nyuklia. Sasa Netanyahu anataka kuweza kudhibiti hatua za Irani kutozalisha uranium kwa wingi kabisa kwa kutumia nguvu ya kijeshi kwa kuweza kushambulia. Lakini Trump anajaribu kutumia njia ya kidiplomasia kwa ajili ya kuweza kuzuia hiki ambacho Irani anataka kukifanya katika nchi yake kukua katika ukubwa wa hali ya juu. Sasa hapa moja kwa moja ni kwamba Trump yawezekana anaona mbali hiki ambacho kinataka kufanywa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kupitia jeshi lake la IDF, kwamba lifanye mashambulizi. Anaona ni hatua ambazo zitapelekea mzozo mkubwa wa kikanda katika Mashariki ya Kati. Hivyo katika hatua zake madhubuti ambazo Rais Trump anazidi kuzisisitiza kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ni kwamba atulize mzuka, atulize munkari. Mazungumzo ya diplomasia yanaweza kusaidia kupunguza hatua za uzalishaji wa uranium ili kutengeneza silaha za nyuklia katika nchi ya Iran. Sasa Netanyahu anajaribu kutumia force kwa ajili ya kuweza kumwambia kwamba Trump mazungumzo hayasaidii, yani diplomasia haiwezi kufanya kazi, na huu ndio wakati sahihi wa kuweza kutumia nguvu ya kijeshi ili kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran. Sasa hapa ni kama vile Trump anajaribu kuilinda Israel ili isiingie katika matatizo makubwa sana, kwa sababu hata shambulizi ambalo lilifanyika na Hamas Oktoba 7, 2023 ilikuwa ni shambulizi ambalo lilipelekea maafa makubwa katika nchi ya Israel. Raia wake wengi walifariki, zaidi ya 1200, lakini vile vile nchi iliingia kwenye simanzi nzito sana. Ndio maana hadi leo hii waziri mkuu wa Israel Netanyahu amekuwa na kama kisasi kwenda kwa raia wa Palestina ambao kwa sasa wanapitia taabu kubwa sana katika ukanda wa Gaza. Sasa hiki ambacho kinaendelea katika mazungumzo haya ni kwamba Trump anaamini kabisa diplomasia itafanya kazi baina yake Marekani pamoja na Iran kuweza kuzungumza, kuyaweka sawa haya mambo, mwisho siku kukubaliana ili waone ni kwa jinsi gani watapunguza kile kiwango cha kuzalisha uranium kwa ajili ya kutengeneza silaha za nyuklia. Na Trump anaamini kabisa kwamba endapo Irani itakuwa na silaha za kutosha za nyuklia, inaweza ikafanya chochote kile kwenda kwa Israel au kwenda kudhuru nchi yoyote ambayo itakuwa imemletea chokochoko. Sasa hii ni hatua mbaya zaidi ambayo inaweza kapelekea nchi kusambaratishwa kabisa. Na silaha za nyuklia sio silaha za mchezo, ni silaha hatari ambazo zinaweza kufanya mabadiliko makubwa katika ulimwengu. Sasa vile vile mambo muhimu ambayo kwenye simu ambayo Netanyahu aliweza kuipokea, simu ya Trump ambayo aliweza kuzungumza, kuna mambo kadhaa ambayo ni muhimu. Haya ni baadhi. Netanyahu alitishia kuhujumu mazungumzo ya nyuklia kwa kushambulia maeneo muhimu ya Iran, kwa mujibu wa maafisa wa Marekani waliowaambia The New York Times. Lakini vile vile mazungumzo yao na Trump yaligeuka kuwa ya mvutano mkubwa walipokinzana kuhusu njia bora ya kushughulikia swala la Iran. Lakini vile vile majadiliano mapya yanaendeshwa na wapatanishi kutoka Oman yakihusisha mpango wa ushirikiano wa nyuklia wa kikanda. Lakini vile vile Steve Witkoff, huyu ni mmoja kati ya mjumbe wa Marekani, ni kwamba mmoja wa wapatanishi wa Marekani ameanza kulegeza msimamo wake dhidi ya mkataba wa muda mfupi ambao unaweza kuwa msingi wa makubaliano mapana zaidi. Lakini vile vile
ripoti zinaonyesha kuwa baadhi ya viongozi wa Israel na wapinzani wa kidiplomasia nchini Marekani huenda wakapinga juhudi hizi mpya, ingawa zinaweza kufungua njia kwa mazungumzo zaidi. Lakini Marekani bado imejikita katika kutafuta mwafaka wa Iran ili kupunguza mvutano kuhusu swala la nyuklia. Kwa hiyo hapa ni haya ni mambo muhimu ambayo nimekusomea hapo mtazamaji, ili uweze kuyaona katika mkutano huu ambao wa kuweza kuzungumzia swala zima la kuweza kupunguza kile kiwango cha uzalishaji wa silaha za nyuklia katika nchi ya Iran, ambapo Marekani inamsihi sana Irani kuweza kudhibiti kuzalisha uranium ambayo imekuwa ikitumika kutengeneza silaha za nyuklia. Kwa hiyo kuna hofu kubwa ambayo inazidi kuendelea katika mzozo huu, lakini japokuwa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekinzana vikali kabisa na Rais Trump hadi kufika hatua kwamba Trump kutumia ukali ili kuweza kumuelewesha waziri wa Israel Benjamin Netanyahu, waziri mkuu huyo. Sasa Netanyahu kwa nini anakuwa mbishi kiasi hiki? Netanyahu bado anaamini kabisa kwamba wale Irani ndio ambao wanasapoti wanamgambo mbalimbali, wanamgambo wa Hamas, lakini vile vile Hezbollah, lakini vile vile akiamini kabisa hata Wahouthi pale nchini Yemen wanasapotiwa na Iran. Ndio maana waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameingiwa na hasira kubwa zaidi, akitaka kuweza kufanya mashambulizi ya hatari katika nchi ya Iran, ambapo rais wa Marekani Donald Trump ameweza kuonya sakata hili na kusema kwamba si vizuri na wala hapaswi kuweza kufanya hivyo, kwa sababu kwa kufanya hivyo tu basi ataweza kukiuka kabisa au kufarakanisha yale maongezi ya kuzuia masuala ya nyuklia katika nchi ya Iran. Kwa hiyo mtazamaji, hapa kuna mvutano mkubwa ambao unazidi kuendelea, ikiwa taarifa hii imeweza kuripotiwa mapema kabisa asubuhi ya leo kwa ajili ya kuweza kuzungumzia sakata hili ambalo Marekani imeendelea kupambana nalo kuhusiana na issue ya Irani kuweza kuzalisha silaha za nyuklia. Nini ambacho Rais Trump atakuja nacho kwa hapo baadaye, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba Trump anaweza kuja na majibu sahihi zaidi kuhusiana na mazungumzo haya ambayo yanazidi kuzungumzwa juu ya Irani na Marekani. Lakini amemtaka fika kabisa kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuto kuharibu mpango kazi ambao Marekani wanaofanya na Iran wa kidiplomasia wa kuzungumza kwa pamoja, kwamba akifanya hivyo basi atakwenda kuharibu mazungumzo hayo moja kwa moja, na itakuwa ni hatari zaidi endapo Iran atachukia. Inaweza kusababisha mzozo mkubwa zaidi wa kikanda ambao baadaye unaweza kupelekea madhara makubwa sana katika Mashariki ya Kati. Mtazamaji wa Zone Media, jiunge nasi kila siku kwa uchambuzi wa habari mbalimbali za kimataifa, ambapo mimi hapa ripota wako Victor Moshi nitakuletea taarifa muhimu kabisa hapa katika Zone Media. Usisahau kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Asante na nikushukuru kwa kuchagua Zone Media.